Je, hamu ya kula imepungua katika ujauzito wako? Fanya haya kuongeza hamu ya kula kwako. Je, wewe uko mjamzito lakini hamu ya kula imepungua kabisa na unahisi kichefuchefu wakati wote? Chakula hakivutii au unalazimika kula kwa kujilazimisha? Leo nitakuonyesha kwa nini hali hii hutokea na nini unaweza kufanya ili kuongeza hamu ya kula katika ujauzito wako kwa njia salama kabisa ambayo haitakusumbua. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penikea Afya. Kama ulikuwa bado hujasubscribe, jitahidi sana ubonyeze subscribe, like na kushare pale ambako utakuwa umeelewa kupitia video hii. Lakini pia leo nitakuonyesha kwa nini hali hutokea na kwa nini unaweza kufanya kuongeza hamu ya kula katika kipindi chote cha ujauzito wako. Na hii itakuwa ni kwa njia salama sana. Kwa nini hamu ya kula hupungua wakati wa ujauzito? Unatakiwa ujue kwa nini hiyo hali yako ya kula imepungua. Hii inatokea sana hasa katika miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito. Sababu kuu ni mabadiliko ya homoni pale ambako utakuwa umebeba ujauzito. Na homoni ya HCG huonekana na inaweza kusababisha kichefuchefu na kutapika mara kwa mara. Lakini pia kuna morning sickness. Kuna ile hali inajitokeza asubuhi tu, inaweza kufanya usitamani chakula cha aina yoyote. Lakini kuna mabadiliko ya ladha ya harufu ya vyakula ulivyokuwa unavipenda na vinaweza kuanza kukukera. Lakini pia kuna stresi na uchovu. Ni hali ya kihalisia ambayo pia inaweza kuathiri hamu ya chakula wakati wako wa ujauzito. Habari njema ni kwamba mara nyingi hii hali inaweza kupungua baada ya miezi mitatu ya kwanza. Hiyo hali itaenda inaisha mpaka pale ambako utakuwa umekaa sawa. Fanya haya kuongeza hamu yako ya chakula katika ujauzito wako. Njia ya kwanza ambayo unatakiwa kufanya ni kula kidogo kidogo mara nyingi. Hii ni kwamba badala ya kula mlo mkubwa hata mara 3 kwa siku, unaweza ukawa unakula hata mara 5 hadi 6 kwa siku. Ukawa unakula kidogo unapumzika, unakula kidogo unapumzika. Lakini pia kula kila baada ya masaa 2 au hadi 3. Hii itakusaidia sana kupunguza kichefuchefu na kufanya iwe rahisi kula. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ufanye ni kuanza siku na chakula chepesi. Usipende kula vyakula vigumu. Kabla hata hujatoka kitandani, kula biskuti kavu, karanga kidogo, mkate mkavu. Ni vyakula ambavyo ni vilaini na vyepesi zaidi. Hii itakusaidia kupunguza ile kichefuchefu cha asubuhi. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kufanya ni kuepuka harufu kali. Kama harufu za kupika zinakukera, pika vyakula ambavyo havina viungo vingi. Lakini pia unaweza ukafungua pia madirisha wakati wa kupika chakula chako, au omba mtu mwingine kama inawezekana akupikie kwa muda. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa ufanye ni kunywa vinywaji vyenye virutubisho. Kama hauwezi kula, unaweza kupata vinywaji vyenye virutubisho kama smoothie za matunda, lakini pia maziwa, supu zenye na protini ni nzuri sana. Lakini epuka vya kunywa au vinywaji vingi kabla ya kula kwa sababu vinaweza kushusha hamu ya chakula pia. Lakini ongeza tangawizi kidogo ambayo ni ginger, ni nzuri sana. Hii tangawizi inasaidia kupunguza kichefuchefu. Unaweza ukanywa chai ya tangawizi au pia kutafuna kidogo kidogo, sio mbaya. Ukawa unatafuna kidogo kidogo, lakini pia tumia kwa kiasi, usitumie sana. Na kitu kingine ambacho unatakiwa ufanye ni kuhakikisha unatumia vidonge vya ujauzito. Ambavyo vile mnapewa vya vitamins ni vizuri sana. Wakati mwingine upungufu wa madini kama iron unaweza kupunguza hamu ya kula. Zungumza na daktari kuhakikisha unapata virutubisho sahihi. Lakini kitu kingine ni kupumzika na kupunguza stress. Hii itakusaidia sana wewe kuwa na afya nzuri, lakini kuepusha ile hali ya kutokupenda kula. Mwili wako unafanya kazi ya kukuza mtoto. Kwa hiyo inatakiwa upumzike vya kutosha na inaweza kusaidia kuboresha hamu ya chakula. Ni lini umuone daktari? Pale ambapo utakuwa umebeba ujauzito, unatakiwa kujua kwamba ni wakati gani ambao unaweza kuonana na daktari wako. Muone daktari kama utakuwa unatapika kila kitu unachokula kila dakika. Lakini pia kama unapungua uzito sana, kama unahisi udhaifu kupita kiasi, lakini pia hauwezi kula kabisa kwa siku kadhaa.
hiyo hakikisha sana unamuona daktari. Na hii inaweza kuwa, mama mpendwa, kupungua kwa hamu ya kula wakati wa ujauzito ni jambo la kawaida, hasa kwa mwanzoni. Lakini pia kwa kufuata hatua hizi rahisi, unaweza kusaidia mwili wako kupata nguvu, lakini na virutubisho muhimu kwa ajili yako na kwa ajili ya mtoto wako pia. Lakini pia ukumbuke kwamba kula kwa ajili ya afya si kwa kulazimishwa kiasi kikubwa. Ubora ni muhimu kuliko wingi. Jitahidi sana ule vyakula bora, na usile sana kwamba unakula vyakula vingi kuliko kujali ubora wa vyakula vyako. Kama video hii imekusaidia, jitahidi sana ulike, acha swali au uzoefu wenye maoni, lakini pia usubscribe kwa maudhui zaidi ya afya ya ujauzito kwa kina mama, na mshirikishe mama mwingine anayepitia hali hii.